Karibuni tena wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha Kula Kama Dawa. Kwa mara nyingine tena chukua nafasi hii dakika hizi chache tulizo nazo ili uweze angalau kutoka na kitu. Leo niliwaahidi ya kwamba nitaongelea swala la matatizo ya wanaume. Na watu wengi wamekuwa wakinipigia simu wakiomba kwamba niongelee matatizo ya wanaume. Watu wengi wamekuwa ni wahanga wa matatizo haya na hawajui watayamaliza namna gani, ingawa kama wangepata kuelekezwa tu kwa kiasi kidogo wangeweza kuachana na matatizo haya. Mara nyingi tiba matobo imekuwa haina ubishi na wala haiwezi ikakukosesha katika kukupatia kipimo kilicho sahihi ya kwamba una tatizo lipi. Unaweza kumficha mtaalamu wa mambo ya vipimo vya kawaida, lakini sio mtaalamu wa mambo ya tiba matobo, acupuncture au acupressure, acupoint. Mara nyingi hii ndio imekuwa ni tiba inayotumika katika kutatua matatizo mbalimbali ambayo yamekuwa ni sugu. Huna haja ya kuelezea matatizo yako. Utakapokutana na mtu huyo atakwambia kwamba matatizo yako yalianza mahali fulani na imekuchukua labda pengine miezi 6, mwaka mmoja, matatizo haya umekawia nayo ndani ya mwili wako. Mara nyingi sana vijana wa umri wa miaka 13 mpaka 20 huwa sio wepesi kuongelea masuala yanayohusiana na uzazi au mapenzi. Huwa wanaona aibu. Anapokwenda kwa mtaalamu wa mambo ya tiba hawezi kuwa wazi kuelezea tatizo lake linalomkabili kwamba nina tatizo katika sehemu za uzazi moja kwa moja hapa. Na hii huwa wanaipamba. Anafika kwako anakuambia mimi nina tatizo la kupoteza hamu ya kula, nina tatizo la kupoteza kumbukumbu, ninasikia wakati mwingine joto linapanda sana, nakuwa na tafulani ya kutojisikia vizuri. Hiyo unamkosesha huyu mtaalamu wa tiba ili asikueleze moja kwa moja. Matokeo yake kwa kumkosesha atakuandikia pengine labda ni malaria, labda ni homa au matatizo ya kitu chochote kile, lakini hata kupatia dawa iliyo sahihi. Na kumbe matatizo yako hayakuwa yanahitaji dawa. Ukiingia kwa undani unakuta kwamba wewe uliyekwenda kuomba ushauri wa kitaalamu kuhusiana na afya yako, tatizo lako kubwa lilianzia kwenye tezi ya uzazi inayoitwa gona. Sasa tezi hii inapokuwa imeanza kuharibika, tayari unakuwa na matatizo mengi na yanaendelea kuambatana ndani ya mwili. Mara nyingi sana mtu anapokuwa na tatizo hili huwa halianzii katika hiyo tezi peke yake. Linakuwa limeanzia kichwani kwenye tezi inaitwa pineal, tezi ya pineal. Kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kukifahamu wewe kijana unapokuwa umepata tatizo hili, pengine una kaka yako, baba yako, utamfahamuje huyu mtu kwamba ameshaanza kuwa na matatizo haya? Atakulipotia matatizo mengi, sijui sina hamu ya kula, nina tatizo ninapoteza kumbukumbu. Lakini unachotakiwa mshike mkono wake. Ukimshika mkono katika viganja, mara nyingi sana vinaonekana kuwa ni vya baridi. Vijana wengi wanaofika kwangu unaposhika mikono yao nakuta ni ya baridi sana. Inapokuwa ni ya baridi maana yake ni kwamba mzunguko wa damu hauko vizuri, mwili uko na baridi sana. Na kwa sababu hiyo inaonyesha uhalisia ya kwamba nguvu iliyopo mwilini haitoshi. Mwili ni wa baridi sana. Kitu kingine utakachotaka kukifahamu kwamba kama umeshaanza kuwa na matatizo ya tezi hii ya uzazi, angalia kwenye kucha za mikono. Pale kuna kale kahafu mwili. Lakini kama huyu mtu rangi hiyo ya maziwa itakuwa haiko vizuri, na pengine kukawa na vinukta vidogo vidogo, vichembe vidogo, madoa, mabaka yanakuwa yanatoka meupe, yanatoka kupitia kwenye ule ukuta. Ukijiangalia tu kakuta yale mabaka yanatoka, ujue ya kwamba huyu kijana amekuwa na michezo michafu, amekuwa na mchezo
wa kujichua, amekuwa na michezo anapokuwa pengine amelala, anaota ndoto ambazo zinamwelekeza kama anafanya mapenzi na anatoa nguvu nyingi. Kwa hivyo hiyo inakuwa inaonekana pale. Kama ni mtoto ambaye hajafikia umri wa barehe, utakuta kama vile vibakabaka vipo, basi anakuwa na ndoto anapokuwa amelala usiku, anakuwa mdomo uko wazi. Kwa hivyo kunakuwa kunatoka maji, na maji haya yanakuwa yanapoteza nguvu nyingi. Kwa hiyo anakuwa anaonyesha yale mabakabaka meupe kwenye kucha zake. Na mara nyingi sana kunapokuwa na matatizo haya yanapoendelea, inafikia mpaka hatua kwamba kwa vijana wanaendekeza kujichua, na pengine wanakuwa na ndoto zenye kuambatana na kufanya mapenzi, na matokeo yake wanapoteza nguvu nyingi sana. Hizo ni dalili zinazokuashiria kwamba matatizo yanaanzia hapo. Wewe umefikisha miaka 35, ujitambue. Punde matatizo yalianza ukiwa na miaka 12, na tatizo lilikuwa ni pale ambapo kwamba hii tezi ya gonadi hukuitunza vizuri. Mara nyingi unapokuwa na kupoteza zile chembe nyeupe zinazoonekana kwenye kucha, zinapoonekana mara kwa mara, kuna hata watu wengine wamekuwa na umri zaidi hata ya miaka 38, lakini bado unakuta lile tatizo bado halikuisha. Maana yake ni kwamba hakupata elimu iliyo nzuri na hakuelekezwa namna gani anaweza kumaliza hilo tatizo. Utakuta kama ulikuwa na afya nzuri, lazima katika kidole gumba kuwepo na ile alama ya nusu mwezi. Lazima kwenye kidole kinachofuatia cha pili kuwepo na ile alama ya nusu mwezi. Na lazima kwenye kile kidole kinachofuatia cha tatu kuwepo pia na alama ya nusu mwezi. Kama hizi alama hazipo, maana yake wewe unapoteza nguvu nyingi sana. Hali hii imepelekea watu wengi wameingia katika ndoa na wakajikuta hawawezi kuridhika wala kuridhishwa na mapenzi ya mwenzake au upendo wa mwenzake, na hivyo wakajikuta mara kwa mara wanarudia tendo la ndoa, na wanapolirudia hili tendo linawasababishia kupoteza nguvu nyingi sana. Na nguvu hizi zinapopotea zinaathiri moja kwa moja moyo, na moyo unapoathirika unaathiri moja kwa moja viungo vya uzazi na ubongo, kwa sababu moyo ndio unaotakiwa kusukuma damu kupeleka maji kila sehemu ya mwili, na damu ndio iko na uhai wako na ndio inayotengeneza viashiria vyote vya mwili wako. Kwa hivyo uwe makini sana na kitu hiki, kwamba kukikosea tu kidogo kinakuathiri mfumo mzima wa mwili na utabaki kuwa na magonjwa ambayo huyatambui. Ikiwa wewe umekuwa ni mtu mzima lakini unaonyesha kuwa na ile alama ya nusu mwezi kwenye kidole gumba peke yake, maana yake ni kwamba viungo vyako vya uzazi vinakuwa vimechoka sana, vinakuwa havina uwezo wa kustahimili. Kwa hivyo ni rahisi sana kuambatana na magonjwa ya zinaa, ni rahisi sana kuishiwa nguvu, ni rahisi sana kuwa na matatizo ya kisaikolojia. Ubongo unakuwa unachoka na unafikia hatua ya kukata tamaa. Lakini ili uwe na afya nzuri, hakikisha homoni zinaonekana kwenye kidole gumba, hakikisha homoni zinaonekana kwenye kidole cha pili, hakikisha homoni zinaonekana kwenye kidole cha tatu. Hata kama kidole cha 4 na cha 5 hazipo, lakini hivi vidole vitatu viwe na vile homoni. Hapo inaonyesha kwamba afya yako ni nzuri. Na kama hizo homoni hazipo katika angalau hivi vidole vitatu, basi afya yako ina mgogoro. Ndio maana utakuta mtu amefikisha miaka 32, 33 kwa sababu ya kutokuwa na hii nguvu ya asili ya mwili, anakuja kufikia hatua, ukimpima tezi yake ya uzazi unakuta imepanuka. Kwa nini? Zile nguvu ambazo zilitakiwa kutunzwa katika ile tezi zinakuwa zinapotea kutokana na michezo michafu. Na hii hali huwa inasababisha, unapojikuta hali kama hiyo ipo, inasababisha sana au inakuonyesha tabia ya mtu kwamba huyu mtu haridhiki na pengine mke wake, haridhiki
na mwanamke mmoja. Kwa hivyo anajikuta ni mtu wa kutembea na wanawake zaidi ya mmoja kwa siku moja. Kitendo hiki kinakuchosha, kinakuumiza na kinakupatia madhara makubwa ya kiafya. Kitu kingine ambacho unatakiwa kukifahamu, mpendwa mtazamaji, elewa kwamba unapokuwa hali kama hiyo imejitokeza, basi nenda moja kwa moja katika incha namba 11 mpaka 15. Ukiangalia katika sehemu zile za acupuncture, incha namba 11 mpaka namba 15 zinaonekana wazi kwa kuangalia katika hiyo picha kama hii. Namba 11 iko mahali hapa, namba 12 iko mahali hapa. Namba 11 inaonyesha tezi dume. Namba 12 inaonyesha mahali uume ulipo. Namba 13 inaonyesha uke. Na namba 14 inaonyesha kizazi chenyewe. Alafu namba 15 inaonyesha tezi ya ovari kwa wanawake au tezi dume kwa wanaume. Kwa hivyo utakapokutana na mtu ana matatizo haya niliyoyataja kwa awali, unachotakiwa kukifanya ni kushika maeneo hayo. Utakapogusa yale maeneo, yatakupeleka mpaka yatakufikisha kwamba huyu mtu ana matatizo, na utakapoendelea kuyabonyeza utagundua kwamba kunakuwa na maumivu yasiyovumilika katika ncha hizo, namba 11 mpaka namba 15. Na wewe baba, mama, kijana, pengine ni mdogo wako, utakapokuwa, ni kitu rahisi sana. Unaweza ukamfanyia tu kipimo, ukamwambia hebu naomba leta mkono wako. Kisha bonyeza pale tu, utajua tatizo lake moja kwa moja kwamba amesha kuwa na matatizo tayari. Kwa hivyo kinachopatia pale na unachotakiwa kukifanya ni kuanza kushughulika na tiba moja kwa moja ili kuondoa hilo tatizo. Sasa itakapokuwa hali hiyo imejitokeza kwa kijana wa kiume, utakapobonyeza ukakuta kuna maumivu hayo, ujue kwamba huyu mtu ana matatizo ya homoni. Homoni zake haziko sawia, haziko sawa. Kwa hivyo anatakiwa kusaidiwa kwa kurekebisha homoni. Swala la homoni usije ukafikiri kwamba ni kwa wanawake peke yake, wamekuwa ndio wanasingiziwa kila siku. Una tatizo la homoni, tatizo hata vijana wana matatizo ya homoni. Na kwa kiasi kikubwa sana, kwanza ukichukua maumbile ya mwanamke, wanawake wamejitahidi sana, naweza nikasema wamejitahidi sana tena kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hata kama ukachukua 50% kutokana na utafiti uliofanyika hivi karibuni hapa Tanzania, 50% ya matatizo ya kutozaa katika ndoa yameonyesha kwamba yanasababishwa na wanaume, alafu 50% yanasababishwa na wanawake. Lakini hebu jaribu kufikiria huyu mwanamke ambaye yeye ana mazingira makubwa, yeye anapata mzunguko wake wa mwezi wa hedhi, wewe haupati. Yeye anakuwa na hatari kutokana na viungo vyake vya uzazi kuwa na maradhi ya kuweza kuambukizika mengi. Yeye anakuwa na matatizo mengi sana ukiangalia vile viungo vyake. Kijana unaweza kuwa na matatizo kidogo. Kwa hivyo hata hii 50% kwa hakika ni kubwa sana. Vijana walitakiwa kuwa na angalau 30% au 20%, na kwamba angalau hizi 70 au 80 ziwe kwa wanawake. Lakini sasa kama nusu kwa nusu kijana anachangia, nusu kwa nusu msichana anachangia kutokupatikana kwa mimba, basi vijana wana matatizo makubwa. Na sasa utakapokuwa umeligundua hili, moja kwa moja nenda kwenye chanzo. Halafu utakapokuwa umefahamu chanzo, ni rahisi sana sasa kumweleza kwamba una tatizo la homoni kijana, unatakiwa kurekebishika. Anza kubadilisha mfumo mzima wa maisha ili uweze kumsaidia huyu kijana moja kwa moja. Sasa hali kama hiyo inapojitokeza, inachotakiwa ni kwamba angalia wagonjwa hawa, ya kwamba wagonjwa hawa walikuwa na matatizo ya viungo vya uzazi au walikuwa na magonjwa ya zinaa kwa sababu hawakuvilinda viungo vyao vya uzazi, pengine kwa kuendekeza tendo la ngono kabla ya wakati, au walikuwa na
matatizo ya kujifanyia uchuaji ambao ulipoteza nguvu nyingi sana, au walijiingiza katika vitendo vya kikahaba na matokeo yake vikawapatia magonjwa ya zinaa. Lakini pia hata mazingira ya kuoga, unaweza kwenda kuoga kwenye kisima au baharini au ziwani na ukakuta kuna watu wamepita pale wameoga au wamejisaidia haja ndogo, kwa hivyo inakuwa imetoka na vidudu hivi. Ingawa hiyo ni sababu ambayo hatuwezi tukaipatia kipaumbele ukilinganisha na sababu zile nilizozitaja ambazo ni za moja kwa moja. Ila unapokuwa na hali kama hii inapokutokea, utajijua namna gani kwamba umeshaanza kuwa na matatizo ya magonjwa ya zinaa? Mwili unakuwa na hali ya kuwaka moto. Utastukia tu unataka kujikuna kila sehemu, baadaye kutatokea lashes. Ukiangalia kwenye miguu utakuta kunatokea vitu kama chunusi, vipele. Ukienda kwenye uso unakuta pia kunakuwa na matatizo ya chunusi nyingi. Mwili unakuwa unawaka moto. Hili moja kwa moja linaashiria kuwepo kwa magonjwa ya zinaa. Na kitakachofuatia kunakuwa unapokwenda kujisaidia haja ndogo, kunakuwa mkojo unatoka na maumivu makali, au ukichelewa utajikuta umekwisha jichafulia nguo zako, au unatoka kwa mafundo. Kama mkojo utakuwa unatoka kwa mafundo kwako kijana, ujue tayari umeshaanza kuwa na unyemelezi wa magonjwa ya zinaa. Kuna mahusiano makubwa sana kati ya magonjwa ya zinaa na kuna mahusiano makubwa sana kati ya virusi vya ukimwi, maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukimwi wenyewe. Kuna vijana wengi wako shuleni wanasoma, wana miaka 10 hadi 14, hata wengine miaka 8, hawajawahi kufanya tendo la ndoa, hawajajihusisha katika masuala ya mapenzi, lakini ni waathirika. Walimu wanalijua hilo, wanaowafundisha, na lielewe hili kwamba linakujaje. Anaweza kuwa alirithi kutoka kwa wazazi. Halafu kuna vijana wengi sana unapoangalia kucha zao zinakuwa ni nyeupe, kuonyesha kwamba wana matatizo ya upungufu wa damu. Wengi wa hawa watu hata unapompima katika kipimo cha aina yoyote, kama kipimo kinachoweza kupima mwili mzima, utakapoangalia mfumo wa kinga ya mwili, unakuta wana upungufu wa kinga mwilini. Kinga yao inakuwa iko chini. Kuna upungufu wa kinga mwilini unaosababishwa na kutopata chakula kilicho sahihi. Halafu kuna upungufu wa kinga mwilini unaosababishwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa utakapokwenda kwa daktari akakupima na akakwambia una upungufu wa kinga mwilini, usije ukaenda moja kwa moja ukaelezea kwamba nimeathirika. Hapana, umepungukiwa kinga za mwili kwa sababu damu yako iko chini na bandama haina uwezo wa kutengeneza zile damu zinazotakiwa. Hiyo ni kwa sababu imetokana na mfumo wa vyakula unavyotumia. Sasa unachotakiwa kukielewa, kwa nini nahusianisha magonjwa haya ya zinaa? Kwa nini nahusianisha matatizo ya wanaume na maambukizi ya virusi vinavyosababisha ukimwi? Unielewe kwa makini hapa. Lengo langu ni kukuelekeza kwamba ni rahisi kabisa kujikuta umeingia kwenye matatizo ya upungufu wa kinga mwilini, hata kama itakuwa haikusababishwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Unapokutana na mgonjwa wa namna hii ambaye unakuta damu iko chini, upungufu wa kinga tayari umeshaonekana mwilini, utakaposhika mikono yake, ukimshika tu mkono wake, nimekuwa na tabia, wagonjwa wengi wanaokuja kuniona mara nyingi napenda tushikane mikono. Kwa hivyo naposhika mkono wako tayari ninaanza kusensi kiwango cha joto lililoko mwilini mwako, na nitakapolipata lile joto nitakueleza kabisa ya kwamba hapa
una tatizo fulani, kwa sababu mwili wako ni wa baridi sana au mwili wako ni wa joto sana. Kwa hivyo mtu yeyote anayekuwa na magonjwa ya zinaa, utakapomshika mkono wake, mara nyingi utagundua ya kwamba mikono hii viganja hivi vinakuwa ni vya moto sana, na utakapoona hivyo, moja kwa moja ukigeuza tu mkono wake, ukiushika tu alafu ukaugeuza, ukaangalia zile nusu mwezi, zile nusu mwezi zinazoonekana pale zinaonyesha kabisa ya kwamba kwenye kile kidole gumba utagundua ya kwamba kile utando cha nusu mwezi ni kikubwa sana kuliko viutando vya nusu mwezi vingine. Na kama utakuwa umeligundua hilo, maana yake inaonyesha kwamba utakapokwenda kubonyeza katika sehemu ile ya bandama, sehemu ya bandama ni eneo hili hapa, ni namba 37. Eneo hilo la sehemu ya bandama, utakapolibonyeza kutakuwa na maumivu katika eneo hilo, na maumivu haya yatakapokuwepo, basi nenda kabonyeze sehemu namba 11 hizo nilizowaonyesha. Eneo hilo namba 11 teremka mpaka pale, halafu ndio namba 14,